Hayo yameelezwa na mhandisi wa maji kutoka kampuni ya China Loyal Construction Engineering Group, Joseph Darabe, wakati akizungumza na waandishi wa habari waliotembelea mradi huo katika ziara maalum iliyoandaliwa na Mamlaka ya Maji Safi na Usafi wa Mazingira MBEUWASA katika tenki linalojengwa New Forest jijini Mbeya. Kama ulivyosikia tu asilimia 49. Kuna bado asilimia 51. Kuna kazi ya ulazaji bomba, kuna kazi ya ujenzi wa matenki, maeneo ya sehemu kutibia maji, kuna majengo yanajengwa kwa ajili ya staff wa Mamlaka ya Maji. Huu mradi ni kampuni ya China, lakini kwenye kila nafasi ya Mchina kuna Mtanzania. Akiwa engineer wa Kichina kuna engineer wa Tanzania, akiwa fundi wa Kichina kuna fundi wa Tanzania. Kwa maana yake ni kwamba huu mradi kwa asilimia kubwa tunautekeleza sisi. Na ukiangalia kwa wafanyakazi walioko hapa wa China ni kama wako 15, afu wa Tanzania ni karibu 200. Kwa unaona kabisa mradi unatekelezwa na Tanzania. Tunajidhatiti kuendelea kutekeleza mradi kwa spidi ili ukamilike ndani ya wakati na wananchi wa Mbeya wapate maji kwa wakati. Na huenda ukawa mwarobaini wa changamoto ya maji katika jiji la Mbeya na viunga vyake vyote. Kwa kama wakandarasi tumejitolea kikamilifu kukamilisha mradi huu kwa wakati. Mpaka sasa hivi tuko asilimia 49 ya mradi na tunaendelea kupambana kukamilisha kwa wakati. Na la mwisho ni kushukuru serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kuleta mradi huu mzuri ambao ni wa kimkakati na wenye msaada mkubwa kwa wananchi wa Mbeya, na pia kuendelea kuufadhili kwa sababu mpaka sasa hivi serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania imeshatukabidhi bilioni 31.4 kwa ajili ya kutekeleza mradi huu. Na kwenye bilioni 31.4, bilioni 14.9 ni advance payment na bilioni 16.4 ni malipo kwa ajili ya mkandarasi. Kwa hiyo lazima tuishukuru serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kuzidi kufadhili mradi huu. Kwa upande wake, kaimu mkurugenzi mtendaji wa maji safi na usafi wa mazingira Mbeya, mhandisi Barnabas Konga, amesema mradi huo ni wa kimkakati katika kuboresha huduma ya maji kwa wananchi, huku akisisitiza kuwa mamlaka hiyo itaendelea kusimamia kwa karibu utekelezaji wa mradi huo ili kuhakikisha unakidhi viwango na vigezo vinavyotakiwa. Mradi huu unaitwa mradi wa maji toka chanzo cha Mto Kiwira, ambao umelenga kuchukua maji toka eneo la chanzo ambao ni chanzo cha Mto Kiwira, ambapo ni chanzo cha mto, na utachukua maji kiasi cha lita milioni 117 kwa siku. Itakidhi mahitaji ya maji takriban miaka 20 ijayo. Ndio maana inaitwa mradi wa kimkakati. Mradi huu ulianza kutekelezwa mwaka 2023 na unatarajiwa kamilika mwezi Disemba mwaka 2026. Shughuli za mradi huu ni ujenzi wa banio kwenye chanzo, banio ambayo itachukua kiasi cha maji lita milioni 117 kwa siku. Lakini pia kutakuwa na kazi ya uchimbaji na ulazaji wa bomba kuu lenye kipenyo cha mita 1.2, umbali wa kilomita 26.04 toka kwenye chanzo hadi eneo la Nsenga ambapo maji pale yatatibiwa. Bomba hilo ni la chuma. Na kutoka hapo kutakuwa na miundombinu ya kutibu maji katika eneo la Nsenga. Maji yakishasafishwa pale yatahifadhiwa kwenye tanki ya kuhifadhia maji yaliyotibiwa ambayo lina uwezo wa kuhifadhi maji kiasi cha lita milioni 5. Baada hapo maji yatasafirishwa kwa bomba kuu la chuma lenye kipenyo cha mita 1.2 kwa umbali wa kilomita 11.2 kutoka eneo hilo mpaka hapa tulipo eneo la New Forest. Na hapa tulipo linajengwa tanki la kuhifadhia maji, itapokea maji ambayo ina ujazo wa lita milioni 5. Mpaka sasa utekelezaji mradi umefika asilimia 49. Ujenzi wa intake au banio kwenye chanzo umeshakamilika kwa asilimia 98. Kazi inayoendelea kule ni kuweka zile gates pale kwenye banio. Lakini kazi ya uchimbaji na ulazaji wa bomba kuu kwa urefu wake jumla ya kilomita 37.24 ndio kazi ambayo inaendelea, na mkandarasi ameendelea kuleta material ya bomba kutoka Dar es Salaam kwa kiwanda cha TSP na kuendelea kuzilaza. Lakini pia kwa sababu mradi unatekelezwa kwa njia ya usanifu na ujenzi, yani design and build, eneo lile lote ambao bomba kuu litapita limeshafanyiwa ile uthamini kwa ajili ya ulipaji wa fidia, kwa sababu bomba kuu linapita maeneo ambayo kuna makazi ya watu, kuna mashamba, lakini pia kuna baadhi ya nyumba zipo kule. Nao baadhi ya waandishi wa habari walioshiriki katika ziara hiyo wameshuhudia miundombinu mbalimbali ya mradi huo
na kueleza kuridhishwa na hatua iliyofikiwa hadi sasa. Jina langu ni Praxeda Mbulu, ni mwandishi wa habari kutoka hapa Mbeya. Leo tumekuwa na ziara ya kutembelea mradi wa maji wa Kiwira katika eneo la Forest ambao unasimamiwa na Mamlaka ya Maji Safi na Usafi wa Mazingira Mbeya. Nimeona tija kubwa sana kwenye huu mradi endapo utakamilika. Kwa hiyo itaenda kujibu yale maswali mengi ambayo wananchi wamekuwa wakituuliza, wamekuwa wakinungunika huko mtaani kutokana na changamoto ya maji ambayo ipo. Kiukweli maji imekuwa changamoto, lakini tunaamini kukamilika kwa huu mradi itasaidia sana kuweza kuondoa ile changamoto ambayo ipo katika mkoa wetu wa Mbeya ya upatikanaji wa maji. Kwa hiyo tunaipongeza Mamlaka ya Maji Safi na Usafi wa Mazingira Mbeya kwa kuona umuhimu wetu sisi waandishi wa habari na kuja kututembeza katika mradi huu ambao tunaamini sasa sisi tunatoka hapa na kwenda kuwa mabalozi ukaweza kuzungumzia namna ambavyo utasaidia kupunguza changamoto ya maji. Mimi ni Henrico Malo, ni mwandishi kutoka hapa jijini Mbeya. Kwanza tuwashukuru Mamlaka ya Maji Safi na Usafi wa Mazingira kwa kutuonyesha sisi waandishi wa habari mradi huu wa Kiwira ambao unajengwa. Na huu mradi utakwenda kusaidia kwa kiasi kikubwa sana kuongezeka kwa huduma ya maji ambayo imekuwa ni changamoto pia kwa baadhi ya maeneo katika jiji la Mbeya. Ukiangalia pia katika maeneo kama ya Soweto huko tumekuwa tukiongea na wananchi namna ambavyo kumekuwa na mgao mkali. Kwa hiyo kukamilika kwa mradi huu utakapokuwa umekamilika utakwenda kusaidia kwa kiasi kikubwa sana, lakini pia kwa wananchi wa maeneo ya jirani pia nao watanufaika kwa sababu ni mradi mkubwa ambao unatumia mabilioni ya fedha. Ziara hiyo imelenga kutoa uelewa mpana kwa umma kuhusu maendeleo ya mradi huo mkubwa wa kimkakati ambao unatarajiwa kuleta mageuzi makubwa katika huduma ya maji safi kwa wakazi wa Mbeya jiji, Mbalizi na maeneo ya vijiji vya jirani. Nikiripoti kutoka hapa mkoani Mbeya, mimi ni Samuel Mpogole.